hali ya kisiasa, mnaingia kwenye kamati kuu sasa. Kwa kifupi tathmini yako, hali ya kisiasa kwenye nchi yetu, wewe kama umekuwa mbunge, umekuwa kiongozi, koje? Hali ya kisiasa sio nzuri. Hali ya kisiasa ni very tense. Nchi imevimba, watu wako kwenye taharuki. Tunatarajia kuwa na majadiliano ya nini tutatoka nacho ili kuangalau kuwapa mwanga wa Tanzania tunaendaje mbele. Lakini hali ya kisiasa nchini inasikitisha. Sawa, wewe ni mmoja kati ya watu ambao walikaa upande wa Mbowe wakati wa uchaguzi, na hivi sasa imekuwa ikisemekana kwamba watu na uhama wanasema kwamba ni watu upande wa Mbowe. Hilo unazungumziaje? Sasa unauliza nini wakati unaniona hapa? Kwa hiyo sio kweli. Unaona sio kweli, sio kwamba kila mtu aliyehama ni mtu wa mnaoita watu wa Mbowe. Kwanza mimi naamini kwamba mambo yalishakwisha. Uchaguzi ulishakwisha. Sasa hivi hakuna mtu wa Mbowe wala hakuna mtu wa Lissu. Sasa hivi kuna watu wa Chadema, hususan kwa sisi tuliokuepo hapa. Itabaki kwa hivyo na tutaendelea tutaendelea kukomaa na shughuli za chama, kwa sababu wote tunafahamu kwamba hiki chama cha demokrasia na maendeleo, Chadema, ndio tumaini pekee lililobaki kwa wananchi. Kwa hiyo ni lazima sisi tuchukue wajibu kama viongozi wa chama hiki. Lazima sisi tuchukue wajibu wa kusatisfy haya matamanio au matarajio ya Watanzania. Hiyo kozi hatuwezi kusell out. Haya mawimbi yanayokipiga chama chenu, unaamini ni naturally yanatoka ndani ya chama au kuna external forces? Na kama ipo, mnatokaje hapa? Of course kuna external forces. Kuna watu wanajaribu kuteka advantage ya hali yoyote iliyotokea. Hatuwezi kukataa kwamba kuna uncomfortability zilitokea baada ya uchaguzi wetu. Hilo hatuwezi kukataa, lakini ni utamaduni. Malalamiko yapo katika vyama vyote. Watu watalalamika kwenye Chadema, hiki hakikwenda sawa, hiki hakikwenda sawa, kama ambavyo watu wanalalamika kuhusiana na mchakato waliofanya CCM kumpitisha mgombea wao wa urais mwaka huu. Kwa hiyo hivi vitu vipo, lakini vinashughulikiwaje na kila chama? Ndio maana tuko kamati kuu sasa hivi kwenda kuangalia, tunadiscuss tunaenda vipi mbele na chama chetu, tukiweka mbele maslahi ya Watanzania. Narudia tena, kwa sababu hili ndio tumaini pekee lililobaki la Watanzania, labda na jeshi. Kule jimboni, kule Mbeya tumeona tume imegawa jimbo ambalo lilikuwa mbunge wake, na mwanzoni kabla ya kugawanywa kulikuwa na kelele kwamba mafahali tunaona mkoa wawili pale, yuko Sugu, yuko Tulia, kama jimbo limegawanywa. Ikitokea mnakwenda kwenye reforms zimepatikana, wewe utakaa wapi? Sasa siwezi kwenda huko kwa sasa. Kwa sasa kilichopo mezani ni kudai reforms. Yaani siwezi kusema kwamba siku ya harusi nitavaa suti ya blue wakati sina hata mchumba. Unanielewa sio? Kwa hiyo kitu kilichopo saizi mezani ni no reforms, no elections. Tunaibeba hii agenda, tunaipeleka kwa Watanzania, tunaipeleka kwa makundi mbalimbali. Tunashukuru sana namna ambavyo tech wamepick na viongozi wengine wa dini. Tunataka wadau mbalimbali wenye sauti, mkiwemo nyinyi waandishi, kuendelea kupush hii agenda ili ifikie matarajio au malengo ambayo yanaisukuma agenda hii. Watu wapate viongozi waliowachagua, kwa sababu viongozi waliochaguliwa na watu huwa wanawajibika kwa watu, na hichi ndio tunachokitaka. Tunataka viongozi waliochaguliwa na watu ili wawajibike kwa watu. Pamoja na kwamba ajenda yenu ya reform imeeleweka kwa wananchi, lakini kwa serikali ambao mnategemea hata nyinyi ichukue hatua, na una serikali kila siku imekuwa ikisisitiza kwamba reforms zimefanyika. Ikitokea serikali ikaendelea na msimamo huu, what next? Sisi tuko kwenye vikao sasa, unataka kutupreempt kama tulivyosema hata awali kwamba tutakwenda kwa wananchi, tutarudi mwezi wa 5 kufanya tathmini
tathmini hatufanyi kwenye mitandao au hatufanyi barabarani, tunafanya kwenye vikao kama hiki, na ndio maana viongozi tuko hapa kwa ajili ya kufanya tathmini. Tutatoka na chama kitasema tumefikia wapi na tunaendaje mbele. Asante. Kuna jambo linaendelea na Zanzibar, moja kati ya maeneo ambayo yamebomoka kweli kweli, inatajwa makada wengi ambao wamejiunga na Chauma na wengine kwenye vyama vingine. Hili kwenu linawatishaje katika kipindi ambacho Zanzibar haikuwa na nguvu Chadema na hiki wimbi la watu limeondoka na watu wengi? Hii kama viongozi mlioko madarakani mnaipokeaje? Shukran, swala zuri sana. Ukweli ni kwamba halijatuathiri kabisa sisi Zanzibar, kwa sababu wa viongozi walioondoka, labda nitumie lugha moja tu, wametupotezea muda kwa miaka 10. Shafahamu hii miaka 10 alikuwa naibu katibu mkuu Zanzibar na alikuwa makamu mwenyekiti Zanzibar. Ushaona, wametupotezea muda. Leo Zanzibar, chama kikubwa cha upinzani Tanzania, hatujapata mbunge hata mmoja, hatujapata mwakilishi hata mmoja, hatuna hata diwani. Shafahamu. Kwa hivyo hii inadhihirisha dhahiri kwamba hawa viongozi wetu hawakutosha kabisa, hawakuwa serious katika kuipambania Zanzibar na kuipatia Zanzibar, na hakuna hata maslahi mamoja ya Zanzibar iliyopatikana katika uongozi huu. Kwa hivyo kuondoka kwao kumetuepesishia sana, ulikuwa ni mzigo kwetu, na sisi wengine tulikuwa hatuna nafasi ya kuipigania Zanzibar, kuitetea Zanzibar, ambao sasa hivi tuko wenyewe ndani ya miezi 6-7 iliyobaki mpaka mchaguzi mkuu ujao. Yani tutafanya mambo ya miaka 10 nyuma wao wenzetu hawajafanya. Kuna hili swala la operation no reform no election ambao linaendelea. Kwako mmejipangaje kutekeleza kwenye kanda yako? Hili litatekeleza kwa 100%. Ushafahamu, kwa sababu mimi ni Mzanzibari na rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania ni Mzanzibari. Ushafahamu, na rais wetu Mama Samia alikuja na R4. Ushafahamu, resilience, reconciliation, rebuilding na reform. Hii reform kaleta Mama Samia. Ushafahamu, na rais wa nchi ni kiongozi mkuu wa nchi. Rais wa nchi akija akileta jambo, hiyo inakuwa amri kwa Tanzania wote kwamba hii lazima litekelezwe. Ushafahamu. Kwa hivyo sasa tukisema tunataka tuifanye reform, tuisimamie reform kisawasawa, maana sisi tunatekeleza moja katika R4 za Mama Samia. Sasa tunakosea wapi? Na shangaa. Ushafahamu, na mtu anayepingana na reform ya Tanzania make huyo anapingana na kauli ya Mama Samia, rais wa Tanzania. Sisi hatukubali. Tumesema lazima reform ifanyike kikamilifu, kwa ukamilifu wake. Ndio maana sisi tunaipigania reform, hatuna kosa. Ushafahamu. Unawaahidi nini Wazanzibari hasa kwenye wakati huu ambao Chadema pengine mnataka kuinuka upya chini ya uongozi huu wa Lissu na Heche? Shukran, swala lingine zuri. Sasa Zanzibar hasa ndo tunataka kwanza, Wazanzibari wamepotoshwa kwa miaka mingi sana. Unaona, Zanzibari wamepotoshwa kwa miaka mingi sana. Sisi labda Wazanzibari kwa bahati mbaya sana wamefichwa, wamedanganywa, kuna mambo hayazungumzwi. Hichi kiti tunachokalia cha Umoja wa Mataifa cha Jamhuri ya Muungano wa Tanzania ni sio kiti cha Tanzania, wala sio kiti cha Tanganyika, ni kiti cha Zanzibar. Purely ni kiti chetu sisi wa Zanzibari, tumeporwa. Kwa hivyo huu ni wakati mwafaka sisi Chadema kudai kiti chetu cha Zanzibar turudishwe wenyewe, Watanganyika wachukue kiti chao, and then hapo twende sambamba. Ushafahamu. Lakini leo tunaambiwa tuna serikali mbili. Uongo, hakuna serikali Zanzibar, hakuna serikali. Sisi wa Zanzibari sote sisi ni raia wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Tuna vitambulisho vya NIDA. Ushaona bwana? Sasa wewe ushakuwa kitambulisho cha NIDA, ushakuwa rais, wewe ni raia wa Tanzania, au sio bwana? Na katiba Tanzania inasema hawana uraia pacha. Ukishakuwa raia wa Tanzania finish. Sasa wewe Hussein Mwinyi unatambia mimi rais wa Zanzibar na serikali ya Zanzibar. Serikali utondaje serikali bila kuwa na raia? Hebu nionyeshe serikali moja tu dunia nzima ambayo haina raia. Mimi na wakilishi, mimi na wabunge, mimi na Baraza la Mapinduzi, mimi na Baraza la Mawaziri, mimi na vikosi vya ulinzi, mimi na mahakama, wote hao ni raia wa Tanzania, na rais wa Tanzania ni Samia, na katiba Tanzania ukishakuwa raia wa Tanzania huruhusiwi kuwa raia wa nchi nyingine. Kwa hivyo sisi tunapigwa changa la macho, tunadanganywa, tunapumbazwa.